Met Gala ni moja kati ya show au unaweza kusema kwamba showcasing, yani kuonyesha mavazi ambayo designers wana design, na kiingilio chake inakuwa ni mwaka jana ilikuwa dola 75,000, mwaka huu imekuwa dola 100,000. Madesigner tofauti tofauti wanachofanya wao ni kufanya fundraising. Wanakuwa anachukua fedha kwa sababu ya kuweza kusaidia katika charities tofauti tofauti. Na kizuri zaidi ambacho wanakifanya wao ni kuweza kuheshimisha madesigner wakubwa wanatengeza nguo zao na kwenda kuzionyesha pale. Na ukiangalia kama nilivyosema mwanzo, ticket ni dola 100,000 kwa sasa. Mwaka jana dola 75,000 2025, ambayo ilikuwa ni Beyonce ilikuwa ni moja wapo, lakini mwaka huu imekuwa dola 100,000. Imepanda kutoka pale. Na kizuri zaidi ukiangalia meza sasa hizi ni dola 350. Yani meza tu tunaongelea milioni 800-900 kuelekea bilioni 1 ya Tanzania. Na ukiangalia dola 100,000 maana tunaongea milioni 400 ya Tanzania. Yani kuweza kupata ile access ya kuweza kuonyesha mavazi yako. Na unaweza kuona kwamba imeanzishwa miaka mingi kidogo, na miaka takriban inafika 70 sasa toka imeanzishwa. Na imekuwa na mafanikio makubwa, kila mwaka inazidi kwenda inazidi kukua. Mwaka jana iliingiza dola za Kimarekani milioni 35 ambayo ilifanyika kwa Beyonce na ilikuwa kama ndo yeye ambassador, unaona mwaka huu imeweza kuingiza milioni 41. Kwa unaweza kuona imeshoot kidogo kutoka mwaka jana. Na kizuri zaidi tumeona mastaa wengi wamejitokeza na kuweza kuonyesha mavazi, wasanii kutoka Afrika, unajua tuna baadhi ya wasanii wetu ambao tunajua, model kutoka South Sudan ambaye wengi wamependa. Aitwa Noki ni mmoja kati ya dada ambao ni walimbwende, na wengi wamependa design ya nguo ambayo alikuwa amevaa. Ukiangalia nguo yake ilikuwa ina ubunifu tofauti sana. Afanya kwenye macho yake kaika kama vile machozi. Na ni maudhui mwaka huu lazima uvae nguo yenye art. Yes. Na art alivyoongezea wewe mpaka ile makeup ambayo imefanyika pale kama machozi hivi. Watu wameinterpret, wameweza kutafsiri katika lugha tofauti tofauti. Na kuna sanamu la namna hiyo ambalo liko hivyo. Kuna watu wengi wameiga. Sasa ukiangalia yeye ni mtu mweusi. Sudan tunajua imekuwa ikistruggle miaka mingi sana kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo watu wengi waportray kwamba yawezekana anajaribu kuwasilisha ujumbe wake kupitia art ambayo alikuwa kaifanya. Na wengi wamependa idea yake ya ubunifu na ya kipekee. Tumemwona kama kwa idea yake Beyonce amekuja pale kitofauti. Amevaa nguo ya thamani takriban dola milioni 40. Ni moja kati ya vazi ambalo gharama kubwa sana kwenye Met Gala mwaka huu. Na kizuri zaidi binti yake pia alikuwepo kwa mara ya kwanza. Ivy Pro alikuwepo, na wengi wameongea katika mtazamo tofauti. Met Gala inaruhusiwa kuanzia miaka 18 na kuendelea. Binti ana miaka 14. Bado mdogo. Kwa hiyo anasema kwamba kuna kitu kinaitwa Beyonce effect. Unajua ushawishi wa Beyonce. Kwa hiyo inawezekana kapewa nafasi kwa sababu mama yake ni star, ni global superstar. Kwa hiyo wengi wao wamesema kwamba kwa sababu mama yake ana utashi mkubwa na ni moja kati ya icon kwenye Met Gala, kwa ndio maana amepelekea hata mtoto wake ameweza kujitokeza. Jay-Z pia alikuwa akimsupport binti yake, ilileta taswira tofauti. Wengi wamependa kuona baba akimsupport binti yake kwa kile ambacho anakifanya. Ukiangalia kwa wenzetu, mavazi ni kitu ambacho wanakichukulia katika mtazamo tofauti. Yani wao unaweza ukavaa wewe Alinda hapo. Sisi Tanzania tunaona mbona tueleka vaa kitu gani? Lakini mtu ambaye anajua fashion, anajua design, akiangalia anasema bwana huyu jamaa amevaa katika hali ya tofauti. Na kizuri zaidi nimependa ukiangalia Rihanna alikuwa ni mwisho kuja katika Met Gala. Lakini naweza kusema kwamba Rihanna alichokifanya yeye amekuwa anapendwa sana. Miaka yote Rihanna akija pale Met Gala inaleta taswira tofauti. Mwaka huu alipewa special edition kwamba yeye ndo atakuwa mwisho kuweza kufika katika lile eneo akiwa na ASAP Rocky. Nadhani tumeona ukiangalia kwenye views na likes pale zina tofauti kati ya walimbwende wote na mastaa wote na Rihanna. Imekuwa ni tofauti mkubwa sana. Kizuri zaidi ambacho nimependa, wengi wamesema vazi yake, alivaa mavazi aina mbili. Pia Beyonce alivaa mavazi aina mbili. Alivaa ya kwanza kama ina nakshi zile za gold na nini. Unaona baadaye kama vazi lingine. So ilikuwa ni tofauti na imekuwa kipekee, na wameweza kutengeneza fedha nyingi sana. FM kutoka Dar es Salaam.